vijana wa kwao. Karibuni wote, karibuni sana. Tunaendelea na somo letu ambalo tumeanza nalo jana. Somo letu lina kichwa kikuu kinachosema mafundisho ya kimungu kwa vijana. Somo letu lina kichwa kikuu kinachosema mafundisho ya kimungu kwa vijana. Mafundisho ya kimungu kwa vijana. Na nimesema ni somo ambalo ndani yake lina topics mbalimbali. Na topic ya kwanza ambayo tumeanza nayo siku ya jana na tunaendelea nayo tena leo inasema kijana wa kanisa. Kijana wa kanisa. Nisisitize kuwepo na daftari pamoja na kalamu au notebook na peni kwa ajili ya kutunza notes wakati wa mafundisho. Ni jambo muhimu sana, ni la faida, kwa sababu tunatamani hivi tunavyofundishana visiishie hapa. Hii neema ya Mungu endelee kuwa pamoja nasi, tuwe na mahali ambapo tunaweza tukarejelea yale ambayo tumefundishwa ili tuishi nayo. Haimaanishi ya kwamba tunafundishana hapa na Mungu anatufundisha hapa ili tuvimalizie hapa, bali hivi sasa ndio vinatupa hatima ya maisha yetu kwamba inapaswa iweje. Ndio vinatupa mwongozo wa namna ambavyo tunapaswa kuishi. Kama tunaishi navyo, basi lazima tuvichukue ili tukae navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo somo letu lina kichwa kikuu kinachosema mafundisho ya kimungu kwa vijana. Topic tulioanza nayo inasema kijana wa kanisa. Na katika utangulizi nilisema tukizungumza kuhusiana na kijana wa kanisa, hapa tunamzungumzia kijana ambaye yupo chini ya malezi ya kimungu na katika himaya ya kanisa. Yupo chini ya malezi ya kimungu na pia malezi hayo ya kimungu anayapatia ndani ya kanisa. Na nikasema ya kwamba kwa mujibu wa topiki hii inayoenda kwa jina la kijana wa kanisa, tutatazama jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Haleluya. Jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Kwamba tofauti na vijana wengine wa kidunia, je, kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anapaswa kuwaje? Anapaswa kuwaje? Tukaangalia jambo la kwanza, namba 1, ikisema ya kwamba tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana. Tofauti na vijana wengine wa kidunia, ndo namba 1 hiyo, na ndo nasema kama hujakuwepo jana unaweza ukanoti. Kwa wale ambao hawakuwepo jana, kijana wa kanisa, na tumetazama jinsi ambavyo kijana wa kanisa anapaswa kuwa. Jambo la kwanza na ambalo tuliliona jana linasema tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana. Tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana. Nikazungumza kitu kinachosema kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana. Kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au kuwa mwombaji mkubwa sana? Majibu yakasema hivi vinavyofuata. Jibu la kwanza ni kwamba inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana kwa sababu mfumo wa kimungu huwa unatutaka watu wake tuwe waombaji au tuombe ndipo tupate kupokea. Mfumo wa kimungu huwa unatutaka watu wake tuwe waombaji au tuombe ndipo tupate kupokea. Kwa maana hiyo, tukiishi katika miliki ya Mungu kama ambavyo topiki yetu inavyotaja kijana wa kanisa, tukiwa tu vijana wa kanisa, tu vijana wa kimungu, lazima tuelewe ya kwamba utaratibu wa Mungu ulivyokutoa huwa unamtaka mpokeaji aanze na kuomba. Haleluya. Haijalishi Mungu anajua unataka, haijalishi Mungu anajua una kiu,
Karibuni sana, karibu mama. Karibuni wageni wetu. Nimefurahi kumwona mama, ndio maana nimeuiwa mpaka kumkaribisha katikati ya somo. Karibu sana mama. Kwa mfumo wa kimungu unaonesha ya kwamba upokeaji wa wana wa Mungu huwa unakuja kwa tukio linalopita kabla, linaloitwa kuomba kwa huyo ambaye anataka kupokea. Kwa hiyo inatulazimu vijana wa kanisa tuwe waombaji, kwa sababu kupokea kwa kijana wa kanisa kutatokana na kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaliona jambo hili kwa vithibitisho viwili vya kibiblia. Kithibitisho cha kwanza kikawa ni ile Mathayo sura ya 7 mstari ule wa 7 hadi wa 8. Mathayo 7 hadi 8. Na ile 8 nikapendelea sana tutazame sehemu A ya huo mstari. Ukianza ule mstari wa 7 kwenye ile Mathayo 7, Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Ukienda kwenye ule mstari wa 8 sehemu A inasema kwa maana kila aombaye hupokea. Nirudi hapo kwenye mstari wa 7, ombeni nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Kwa hiyo mbele za Mungu kupewa kwetu kunazaliwa kwenye kuomba kwetu. Tunaenda sawa sawa vijana? Tunaenda sawa sawa na wazazi ambao mnawawakilisha vijana hapa? Kwa hiyo tunaona jambo hili ya kwamba mojawapo ya picha ambayo kijana wa kanisa anapaswa kuwa ni kwamba kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi, anapaswa kuwa mwombaji. Inawezekana kwenye kanisa ukasikia kuna timu inaitwa wana maombi wa kanisa, usione ajabu, lakini haimaanishi kwamba wewe ambaye haupo kwenye hilo kundi linaloitwa la wana maombi eti usiwe muombaji. Mfumo wa Mungu unatutaka watu tuombe, ndipo tufanyaje wapendwa? Tupokee. Kwa hiyo kutendewa kwetu itakuwa ni bidhaa ambayo inazalishwa kwenye kiwanda kinachoitwa kuomba. Haleluya. Wewe hata kama unatumia sukari na ujui mchakato wake, lazima uelewe hivi, sukari haijazalishwa na vumbi. Kuna viwanda vinavyochakata kuanzia kitu kinachoitwa mua kinaenda mpaka kuzaa bidhaa inayoitwa sukari. Haleluya. Kwa hiyo sasa usije ukakaa ukasema ya kwamba unahitaji chai ya sukari lakini unalaani kitu kinachoitwa kiwanda cha sukari. Wewe ni wa ajabu. Simeshawahi kuona mpaka watu wanauza maeneo ili mahali pajengwe mnara, si kweli? Wewe unadhani mahali unapoona minara ya sijui Yasi, sijui Halotel, sijui Voda, unadhani hiyo minara ni wale wa Yasi huko Dar ndio walinunua hivyo viwanja, tangu ambapo hivyo viwanja Mungu anavitaja kwamba hili ni eneo. Wanakujaga kuwanunuzaga wazee wetu wa huku vijijini kwetu. Haleluya. Na kiukweli ni vibaya kweli ukakataa kwamba mnara usijengwe hapo. Kwa sababu gani? Mawasiliano ambayo tunatengenezewa chaneli yake yatakusaidia na wewe. Haleluya. Tena yatasaidia wengi. Kwa kupitia mnara mmoja ulioinuliwa kwenye kiwanja chako ulichouza, mawasiliano hayo yanaenda saidia na wengi. Haleluya. Kwa hiyo hatuwezi tukalaani pia uuzwaji wa viwanja ili kusudi kujengwe miundombinu ambayo inasaidia jamii kwa wingi. Kwa hiyo umuhimu wa maombi ni mkubwa kwa namna hiyo, kwamba maombi ndiyo yanayofungulia kupokea kwa mtu. Kwa hiyo tukikutana na kijana ndani ya kanisa akawa sio muombaji, maana yake atakuwa ni kijana ambaye hana. Kwa sababu gani? Kuwa nacho kunaletwa na kuomba kwako. Amina. Kwa hiyo Mathayo 7:7 na mpaka ile 8a inatuonesha hapo ya kwamba kupokea kwetu kunazaliwa kwenye kuomba. Kwa hiyo kijana hapaswi kupiga teke kitu kinachoitwa maombi kwenye maisha yake, kwa sababu huwezi ukapokea bila kuomba. Leo tunahitaji tupokee. Hata kama tumesoma bado tunahitaji kazi. Hata kama tumefika umri ambao wazazi wetu wameturuhusu tuanze maisha, bado tunahitaji sasa haya maisha yetu tuliyoyaanza sisi yaende sawa sawa. Kama vijana tuna malengo, tunahitaji malengo yapate kufanyaje?
kutimia. Katika yote hayo ambayo tunayahitaji kwamba Mungu ayafanye, lazima tuelewe ya kwamba tutamfanya Mungu ayafanye kwa maombi. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana kijana wa kanisa, kijana wa kimungu akawa mwana maombi au muombaji. Uthibitisho wa pili juu ya mchakato wa kimungu au mfumo wa kimungu kwamba ni mtu wa Mungu aombe ndipo Mungu atende ni kile kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Utaona mambo ya Mungu yalivyo ya ajabu. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 tuliona siku ya jana, Biblia ikisema na huko Gibeoni, kuna mahali palikuwa panaitwa Gibeoni katika kipindi cha wana wa Israeli wakiwa Kanaani. Biblia inasema na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani. Suleimani alikuwa ni mfalme kijana katika Israeli. Amekamata kiti cha ufalme mara baada ya baba yake aitwaye mfalme Daudi kupita. Wakati Suleimani ameingia kwenye ule utawala na ni kijana, na kama kijana anajua kabisa ule wadhifa ni wadhifa mkubwa sana na wa thamani. Haongozi tu nchi, anaongoza nchi ya watoto wa Mungu. Unaelewa? Maanake kuna wakati ukiwakosesha hao watu, sio kwamba unasema nimeyakosesha haya majitu yatajua wenyewe. Mungu atashughulika na wewe, maana umewakosesha watoto wa nani? Kwa hiyo mhitaji Suleimani awe na akili kubwa, awe na hekima kubwa, awe na maadili makubwa, awe na maarifa makubwa ya kiuongozi, ili kusudi katika ujana wake asipotoke aiongoze nchi vizuri. Utaona wakati Mungu anaelewa kabisa Suleimani anahitaji jambo la namna hiyo, anamtokea kwa njia ya ndoto, lakini sio amemtokea na kumpatia hiyo hekima ya kiuongozi. Amemtokea na kumwambia katika ndoto, omba utakalo ndipo nifanyeje? Nikupe. Unaelewa? Licha ya kwamba Mungu anaelewa kabisa inambidi Suleimani ni mlande vizuri akili yake huyu. Maana usikute akaongoza leo, unashangaa saa hizi yuko ofisini, baadaye yuko kwenye draft na vijana wenzake wanacheza bao. Atayumbisha taifa huyu. Inabidi akili yake ikae sawa sawa. Haleluya. Inabidi nimpige spana za uhakika, nihakikisha kwamba nati zake zote za kimaisha nimezikaba vizuri, nimezifiti vizuri, ili akae hapa awe mtawala. Kwa sababu Mungu alimruhusu Suleimani aingie kwenye utawala ingali ni kijana. Alijua changamoto za vijana. Alijua jinsi ambavyo kijana anaweza akaandamwa na majaribu kadha wa kadha katika ujana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi tumekuta ni sasa hivi tu kidogo tunapata upeo. Sisi tumekuta mama kwenye makanisa yetu ni ngumu sana kijana akaaminika akawa mzee wa kanisa. Tumezoea sana wazee wa kanisa ni wale ambao tayari wameshachoka kiumri, kwa sababu tunaamini kwamba kwa kadiri ya umri wao mkubwa ina maana pia wana maadili, wanaelewa mambo. Kijana tunaona kwamba atatutumbukiza shimoni huyu. Anaweza akaletea hata kanisa songo mbingo baya akalichafua, kwa sababu bado umri wa ujana una mambo mengi, una vindumbwe ndumbwe. Lakini utaona Mungu alimwamini huyu mtu sio tu aongoze kanisa, ashike taifa zima, ambalo ndani ya taifa kunawezekana kukawa na makanisa na makanisa na makanisa kwa wingi wake. Haleluya. Wakati anatishika na kijana huyu inabidi alandwe vizuri, akae vizuri kwenye ile nafasi. Unaona Mungu anamtokea, sio anamwambia kwamba chukua akili, chukua hekima, chukua uwezo wa kuongoza watu wangu. Bado Mungu alimtaka Suleimani afanyaje? Aombe ndipo Mungu amtendee. Unaona muhimu sasa wa kuomba. Kuna wakati hata Mungu anatujua. Kuna watu mna tabia kusema ya kwamba Mungu ananijua. Unaambiwa hiyo hali yako umemhusisha Mungu, umeomba, umepeleka kwenye maombi, umeenda kwa watumishi, unasema Mungu anajua. Kwa kweli Mungu mwenyewe tu mbona anajua? Hatutasaidiwa na Mungu kwa sababu ya Mungu anajua. Tutasaidiwa na Mungu na tutapokea mambo ya kimungu kwa sababu tumemuomba Mungu atupe. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo ni muhimu sana kijana wa kanisa akawa nani? Mwana maombi au muombaji, maana hapo ndipo pana kula yake, hapo ndipo pana kupokea kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukaona sababu nyingine ya kwamba kwa nini kijana wa kanisa awe mwana maombi au muombaji. Sababu hii ya B inasema inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au kuwa muombaji mkubwa sana, kwa sababu kuna wakati
ni maombi yako binafsi wewe kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu kulikoni maombi ya mtu mwingine awaye yeyote yule anayekuombea wewe kijana. Narudia kwa faida ya wanaoandika. Sababu ya pili hii, kwa nini kijana wa kanisa awe mwana maombi. Inasema inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana. Inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana, kwa sababu kuna wakati ni maombi yako binafsi wewe kama kijana. Kwa sababu kuna wakati ni maombi yako binafsi wewe kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu. Yaani licha ya kwamba kuna watu unaweza ukawapata kijana kwamba wanakuombea, lakini bado inakupasa wewe kama kijana kuwa mwana maombi kwa sehemu yako, kwa sababu kuna wakati ni maombi yako wewe binafsi kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu kuliko maombi ya mtu awaye yote yule anayekuombea wewe kijana. Haleluya. Amen. Tukaona habari gani? Tukaona habari ya kijana mwenzetu ndani ya Biblia anayeitwa Ishmaeli. Haleluya. Amen. Ambaye alikuwa ni mwana wa kuzaliwa na mjakazi wa Ibrahimu na Sara. Mjakazi huyu akiitwa Hajiri. Ya kwamba kijana huyu wakati amekataliwa kwenye nyumba ile ya Sara, mara baada ya Sara kuzaa mtoto wake sasa wa tumbo lake, kijana huyu akapata rahama ya kukataliwa. Sara anamwambia mume wake Ibrahimu kwamba mfukuze huyu mwanamke Hajiri pamoja na huyu kijana wake Ishmaeli, wasikae kwangu hapa, kwa sababu mtoto wa mjakazi hata rithi pamoja na mtoto wangu mimi. Haleluya. Kwa wale wanaoandika na hawajakuwepo, ni kitabu cha Mwanzo sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 3 na mstari wa 9 hadi 20. Mwanzo sura ya 21 1 hadi 3 alafu na 9 hadi 20. Ni vifungu viwili hivyo tulipata kuviona kwenye sehemu hiyo ya kwamba kwa nini kijana wa kanisa awe mwana maombi, kwa nini kijana wa kanisa awe mwombaji. Kwa sababu kuna wakati ni maombi yako binafsi wewe kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu kulikoni maombi ya mtu mwingine awaye yote yule anayekuombea wewe kijana. Mwanzo 21:1 hadi 3 na 9 hadi 20. Wakati ule kijana huyu Ishmaeli ameinukiwa na zahama la kukataliwa pale kwenye nyumba ya Sarai, mara baada ya Sara kuzaa. Saizi naye ana mtoto sasa, anaona mtoto wa mjakazi ambaye mjakazi amezaa na mume wake hafai tena, na wakati Sara ndio aliyomshauri mume wake azae na mjakazi. Lakini saizi akimwangalia yule kijana mambo anayoyafanya, anasema kijana huyu anafanya mambo ya tabia mbaya sana bwana, inachafua nyumba yangu. Saa zile Sara hana mtoto, analitafuta tumbo. Waswahili wanasema kwa udi na uvumba. Alimuona yule kijana ni mzuri, hata alipokuwa anafanya vibaya alisema mwacheni jamani, ni mtoto, mwacheni, ni mtoto, ni mtoto. Sara ana mtoto, anaona kijana wa mfanyakazi wake wa ndani ambaye alimruhusu mfanyakazi huyo azae na mume wake, anasema kijana huyu tabia zake ni mbaya, ni chafu. Kwanza limekomaa na kaka hapa nyumbani nani? Anamwambia mume wake Ibrahimu, mfukuze yule mwanamke na mtoto wake, watoke hapa, usikae nyumbani mwangu tena. Wakati yule kijana anapata zahama hiyo ya kufukuzwa, Biblia inasema ya kwamba kwenye pita wakati wanatafuta waende katika tuo la kuanzisha maisha yao, yule kijana na mama yake wakapita mahali panaitwa kwenye jangwa la Beersheba. Mambo ya pale jangwani hayajakuwa mepesi kama ambavyo mambo ya jangwani hayawi mepesi. Tangu kwenye kipindi cha wana wa Israeli wakitokea Misri utumwani wanaenda Kanaani, kwenye majangwa kuna hatari zake. Haleluya. Kwenye majangwa kuna nini? Kuna hatari zake.
Wakati anapita katika lile jangwa la Beersheba, maji yakawa yamemuishia, maji ya kunywa. Aliandaliwa maji na baba yake mzee Ibrahimu, wakati akiwa anaagwa, akabebeshwa bebe kwamba yatamsaidia njiani, lakini yale maji yaliisha, na pale jangwani pakawa hapana maji, hapaonekani maji. Wakati pale jangwani hapaonekani maji na hali ya huyu kijana ni dhaifu, hali inazidi kuwa mbaya muda unavyoenda, mama wa huyu kijana akaonesha kuwa na uchungu mkubwa na kijana wake. Akang'ang'ana akimlilia Mungu kwamba Mungu amnusuru kijana wake asipatwe na lile zaa mabaya pale, ambalo lina picha ya kumuonesha kama kijana atakufa, maisha yake yanaishia pale, ndoto zake kijana zinaishia pale kwenye jangwa la Beersheba. Mwanamke yule Hajiri alivyolia kwa ajili ya kijana wake Ishmaeli, ikafika mahali akabadilisha maombi, akawa hamuombei tena kijana apone anusurike. Saizi Biblia inasema ya kwamba akawa anamwazia kijana kufa. Akasema hivi tena, na nimwache hapa kwenye hiki kichaka, Biblia inaita kijiti, na nimwache hapa kwenye hiki kichaka, mimi niende mbali naye. Biblia inasema akaenda mbali, umbali wa kurusha mshale. Inategemeana sana nguvu za urushaji mshale. Haleluya. Lakini ukituambia unarusha mshale kutokea hapa mbele madhabahuni mpaka pale kwenye speaker, wewe bado ni mbovu, sio mtaalamu wa mshale. Warushaji wa mshale wanatupa mshale umbali mrefu kidogo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo umbali wa kurusha mshale, alipoenda mbali naye anasema ili nisimuone kijana akiwa anakata moto, ni afadhali akate moto tu, agune hapo, agugumie hapo, agugumie hapo, habari yake ishie hapo, lakini mimi nisimuone akiwa anakufa hivyo, kwa sababu inaniuma. Mama amefanyaje hapo wapendwa? Amekata tamaa. Kwa hiyo lazima upate picha hii ya kwamba kuna wakati wa kijana kupita kwenye jangwa la namna mbalimbali ya kimaisha. Mzazi anaweza akaomba sala zote, akiona amemaliza, yeye mwenyewe akijihesabia amemaliza, anabadilisha sala. Haleluya. Amen. Anabadilisha sala. Saizi anasema Mungu, afadhali sasa huyu kijana tu sasa, kwa mapenzi yako kwa kweli, chukue tu apumzike sasa. Hapa anapopita kwa kweli, mbona sana kuwa hata ni aibu kwenye jamii. Yaani Mungu kweli, mimi nimezaa kijana leo hii, kijana huyu anaitwa huko jina mtaani kwamba mtoto wa mbwa. Manake kazaliwa na nani? Manake mimi mama yake ni nani? Ni mbwa. Kwa kweli wazazi wanafikaga hapo mahali pa kukata tamaa. Wanasema si bora tu Mungu kwamba mimi nisingezaa huyu kijana kama habari zenyewe ndio hizi. Sasa angalia, wakati mama amemuombea sana kijana, amefika mahali saizi amebadilisha gia ya maombi, anamuombea maombi ya kumkatia tamaa. Mstari wa 17 Biblia inasema Mungu akasikia sauti ya kijana. Hakusikiliza ile sauti ya mama aliyekuwa amemkatia kijana tamaa kwamba na afe vizuri, apunzike kwa amani. Mungu alisikiliza kijana mwenyewe anaomba nini. Umuhimu wa kijana kufanyaje? Kuwa mwana maombi. Kuna wakati ni maombi yako ndio yanasikilizwa, kwani wewe unajiombea nini? Sawa, ulimwengu unakuombea mabaya. Leo umeonekana una dalili za mafanikio, walimwengu wamekuendea pangani, wanakuloga kwamba anafanikiwaje ni kijana, sisi mazumbe, ishwi mazumbe, tizakaa hapa, miaka nenda miaka rudi, ushiatio ni kutoboa. Huyu kijana leo aje. Washangaa wamekuendea huo mwenye kufukiza. Wakati wanakuombea hivyo, Mungu anasikiliza. Na wewe kwani unajiombea nini wewe kama wewe? Kwa hiyo unaona faida za kijana kuwa mwana maombi. Amen. Utazima hata maombi mabaya ambayo unaombewa kwa maombi yako. Hivi jana ngapi hapa mmefunga ndoa? Mama mbona unanyosha ndio? Nyosha mgosi namjua. Sija nitakushtaki kwamba kule kanisani anasema hajafunga ndoa.
tumejitahidi, tumesheni. Sasa sikiliza, ukitaka ujue ya kwamba kuna maombi ambayo wakati mwingine tunaombewa magumu, na hili swala lipo. Sijui wenzangu ambao vijana wamefunga ndoa, lakini mimi nimekuwa ni shamba darasa wakati wa harakati za ndoa, kwamba ndio mshike kwamba haya mambo yapite. Kuna wakati anainuka masungu mbingu, unashangaa hata ndugu ndani ya nyumba wanainuka kusema ya kwamba na tuone hiyo ndoa kama atafunga. Sasa vijana zangu, mko mliofunga ndoa, mko hamjapita hilo jambo alibesheba? Ndugu yangu Mashauri anasema mpaka kuumwa, anasema mpaka kuumwa. Na ni kweli, sio siri. Mimi nakumbuka kuna kipindi waumini ndo wakanimchukua wakasema, "Hebu mchungaji njoo." Unakuta sasa wanatafutia vyakula, yaani kapa ule. Wewe umekula kweli? Kula mchungaji, kula. Unakuta wao wakati hata watoto wako wa kiroho ndio wanakutia moyo sasa hizi. Ndio wamekuwa wakubwa, wanakuzidi. Majambo ya Berisheba hayo yapo ya namna mbalimbali, kijana unaweza ukapita. Kuna wakati unakuta kwenye maisha yako moto unafukuta mpaka unaangalia unasema, "Hivi kweli ni ndugu yangu?" Kwa hiyo wakati ambapo unashangaa kuna maombi yanainuka ya ajabu mabaya juu ya safari yako, Mungu anasikiliza maombi yako, na ndio maana kuna faida ya kijana kuwa mwana maombi au muombaji. Kwa sababu gani? Utashinda zile kura unazopigiwa za kusema hapana, kwa kupitia maombi yako ya wewe kumwambia Mungu na iwe ndio. Biblia inasema ya kwamba wakati mama huyu Hajiri amemkatia kijana huyu Ishmaeli tamaa, Mungu akawa amesikiliza maombi ya kijana mwenyewe, hakusikiliza maombi ya mama aliyokata tamaa. Sasa utaona faida ya kijana kuwa mwana maombi, ya kwamba kuna wakati maombi ya wengine wanaokuombea hayasikilizwi kuliko yako wewe mwenyewe unavyojiombea. Kajiombeeni sasa. Haleluya. Leo tutaingia jambo la pili la namna ambavyo kijana wa kanisa anavyopaswa kuwa. Kumbuka hilo lilikuwa ni jambo la kwanza, kwamba kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana. Ndio tukaona na sababu zinazoonyesha kwamba ni kwa nini kijana wa kanisa awe mwana maombi au muombaji mkubwa sana. Leo tunaendelea na kutazama namna ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Namba 2 inasema tofauti na vijana wengine wa kidunia. Namna ya pili hii ambayo tunaianza leo inasema tofauti na vijana wengine wa kidunia. Tofauti na vijana wengine wa kidunia. Kijana wa kanisa anapaswa kuwa na tabia njema. Tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuwa na tabia njema zitakazomfanya asomeke vema. Kijana wa kanisa anapaswa kuwa na tabia njema zitakazomfanya asomeke vema na awe mfano mzuri wa kuigwa. Na awe mfano mzuri wa kuigwa katika jamii. Katika jamii. Nukta. Hiyo ndio namna yetu ya pili ambayo tunaiona, ikiwa ni siku nyingine ya pili ya semina hii maalum kwa vijana, lakini na wazazi ambao wana masuala ya vijana wao wanataka wayahusishe mbele za Mungu katika semina hii. Tunaona ya kwamba tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuwa na tabia njema zitakazomfanya asomeke vema na awe mfano mzuri wa kuigwa
katika jamii. Sasa kuna tofauti, vijana wa Mungu, haleluya, na wazazi wetu ambao mpo hapa mkiwa hili limewaunguika, hicho limewaunguika kwa ajili ya hili swala la vijana. Kuna tofauti, wapendwa wa Mungu, kati ya kitu kinachoitwa kanisa na kitu kinachoitwa jamii. Utaona hii pointi inasema kijana wa kanisa, lakini utaona inasema anapaswa kuwa tabia njema, asomeke vema, awe mfano mzuri wa kuigwa. Sio katika kanisa, katika nini? Haya, haraka haraka bila kupoteza muda, tukizungumza jamii tunazungumza kitu gani? Kakaangu Imashau, tukizungumza jamii tunazungumza kitu gani tofauti na kanisa? Jamii unazungumza ni pamoja na wale watu ambao unaishi nao, majirani, ndugu, jamaa. Gonga makofi basi vizuri ya ujana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kaka, kwa mujibu wa fafanuzi wako, ni sawa nikisema ya kwamba tukizungumza jamii maana yake tumetoka hata nje ya kanisa? Amesema jamii tunazungumzia sasa watu ambao tunaishi nao huko, ikiwemo mpaka majirani, watu waliotuzunguka. Ni kweli jamani, lakini au tumepiga makofi tu bure? Nimewaamuru bure. Kwa hiyo jamii ni kitu kipana mbali na nini? Na kanisa, kwa sababu kanisa nalo lipo ndani ya hiyo nini? Jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tukizungumzia swala la kijana wa kanisa, anapaswa kuwa na tabia njema, awe na mfano mzuri wa kuigwa katika jamii. Maana yake hapa sasa tunamaanisha ya kwamba uzuri wa kijana wa kanisa hautaishia kupimwa akiwa tu ndani ya kanisa. Uzuri wa kijana wa kanisa kipimo chake kinaendelea mpaka nje ya jamii huko anakoishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja niweke neno hapo, niweke andiko alafu tutaendelea mbele kuyasema. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Ndilo andiko kuu tulilonalo kwenye pointi hii ya kijana wa kanisa kuwa na tabia njema zitakazomfanya asomeke vema, awe mfano mzuri wa kuigwa katika jamii. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Mtumishi wa Mungu Mtume Paulo katika Timotheo hii wa kwanza 4:12 alikuwa anazungumza na kijana wa kikanisa au kijana wa kimungu aitwaye Timotheo, akimwambia maneno haya ambayo leo hii Mungu anatuambia vijana sisi tuliokusanyika hapa kwenye semina hii ya Mombo. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Hapo nimetaka tupite tu na penyewe napo pana kiporo chake, lakini nimetaka hapa anapomalizia akisema bali uwe kielelezo. Hapo ndipo ambapo nimetaka tutue. Haleluya. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu Mtume Paulo anazungumza na kijana huyu wa kanisa au kijana huyu wa kimungu aitwaye Timotheo, unaona anaanza ni kama anatoa nasaha, ushauri, anampa picha huyu kijana ambaye ni kijana wa kanisa. Kaanza kwa kumwambia ya kwamba mtu yeyote asidharau ujana wako. Nataka hapa mbele anaposema uwe kielelezo, nikurudishe katika pointi hii tunayozungumza ya kwamba kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anapaswa kuwa na tabia njema, anapaswa kuwa mfano mzuri wa kuigwa katika jamii. Jamii ni pana, jamii ni pamoja na nje ya kanisa, inazungumzia mapana sana.
Maana yake ni kwamba miongoni mwa picha ambayo kijana wa kanisa anapaswa kuonekana nayo ni kwamba yeye awe barua njema inayosomeka vizuri, na sio tu ndani ya kanisa analoishi, kwa sababu kuna wachungaji wake, kuna viongozi wake wa kiroho kwenye kanisa, anajua ni uweponi mwa Bwana, bali maadamu ni kijana wa kanisa, hata ukitoka nje ya kanisa lazima uelewe ya kwamba unalisomesha kanisa kwa kupitia maisha yako. Kwa hiyo kuna watu wanaweza wakalitukana kanisa leo hii ikawa hatuwalaumu. Wanalitukana kwa sababu ya picha gani? Picha wanazoziona kwa vijana wa kanisa huko kwenye jamii hazina picha inayoonyesha ya kwamba ni vijana wa kimungu wakiwa kanisani kweli kabisa. Mungu tusaidie, tumekuja mbele zako Baba. Baba tunaomba, Baba tunaomba, Baba tunaomba rabobobobo sata ripopopopopopopopo pa 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 pa. Uwakute nje huko. Haleluya. Uwakute nje huko, ambako sasa inabidi wamsomeshe yule Mungu wanayemwabudu ndani ya kanisa. Huko nje sasa, huko ambako inabidi wawe barua kwamba watu kwa kuwaona wao wayasome mambo ya kimungu yalivyo. Huko nje huko sasa, huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakutana na vijana mcharuko, tunakutana na vijana singeli na yeye na singeli, disco majoka na yeye, kijana wa njia za shortcut nyingi, kijana wa mahali penye kona na mahali penye giza, ndio kampani zake ziko hapo na makao yake yako hapo. Kijana ambaye ukimuulizia huko nje kwenye jamii unaambiwa kwamba utamkuta kwenye lile kundi la machizi, masela. Haleluya, haleluya. Sivyo kijana wa kanisa anavyopaswa kuwa. Utakatifu wetu na maadili yetu vijana hayapaswi kuishia kanisani. Hatuvuliwi vazi hata siku moja. Hata kwenye maombi yetu tunayoombea hapa mpaka saa ya mwisho, utaona tunawatamkia baraka. Kule kwenye makanisa yetu mama tulikozaliwa kule, nasemaga sana kule, yana mafundisho makubwa sana ametupa kule. Ndio mpaka kuna lile neno ambalo ni baraka ya kikuhani. Katika kile kipindi cha wana wa Israeli, Mungu aliwaagiza makuhani kwamba muwe mnawatamkia wana wa Israeli hivi: Bwana Mungu akubariki na kukulinda, Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa fadhili, Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Ndio sala ambayo tunaachwa nayo na wachungaji wetu, kuonesha ya kwamba mara baada ya ibada kuisha ndani ya kanisa, hakunaga kanisa hilo labda ni la kishetani, maana pia makanisa ya kishetani nayo yamo. Hakunaga kanisa la kimungu ambalo mara baada ya ibada kuisha wanasema tunawavua mavazi haya ya utakatifu, sasa tunawavisha singeli na taalamu, tunawavisha michambo na majigambo, tunawavisha udunia. Hakuna. Kwa hiyo utaona ni mbegu za ajabu sana kama tutakutana nazo ndani ya kanisa, kwamba tuna vijana ambao wakitoka nje ya kanisa wana vazi lingine. Hiyo ni hatari. Kama inawezekana ya kwamba tulikuwa tufanya hayo pasipo kujua, basi semina hii iwe ni mwalimu, iwe ni kiongozi, iturudishe kwenye dira sahihi ya Mungu, kwamba tujue na tuishi sawa sawa na vile Mungu anavyotaka. Lakini kama pia tulikuwa tunafanya kwa kuona ya kwamba tunadanganya wachungaji wetu, walezi wetu wa kiroho, au tunadanganya vijana wenzetu tulionao ndani ya kanisa, tujue ya kwamba Mungu anatuona. Aliye shahidi mwaminifu namba moja kwenye maisha yako, elewa, ni Mungu. Kulikoni hata mzazi wako, kulikoni hata kiongozi wako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Miongoni mwa mahali ambapo leo hii tumenukisha makanisa ni hapo. Unajua mama,
Nilishawahi kusikiaga wazazi wanaambiana hivi, zaa utukanwe. Nikawa sielewi, saizi nina watoto. Naelewa. Na songo kubwa sasa mama nalipata sio kwa wale mnaowazaa tu kwa viuno vyangu. Hao wa kiroho wao. Ndio unashangaa unavutwa shati, hata mtu humjui kwamba anakufahamu ni mchungaji. Unasikia kwamba si ndo mchungaji wake yule kijana fulani, si ndo mchungaji wake. Hivi kweli kanisani kwenu ndio wanaruhusu vile? Naona mambo hayo. Yazaa ufanyweje? Utukane. Kwa jamani, msiendelee kuacha wazazi wakatukanwa sasa. Kwa sababu gani? Hayo matukano mjue ya kwamba wakati wanayapata wazazi ni kwa ajili yako wewe kijana. Maana yake hizo laana zitaenda kwako. Wakati ambapo mzazi anaumia na matukano yako, ujue ya kwamba kwako wewe hapo ni laana sasa. Kwa sababu umekuwa kisababishi cha kufanya moyo wa mzazi umetukanwa, umeumizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima kijana wa kanisa uwe kijana wa nini? Maombi. Sasa tuko kwenye maadili mema hapa. Kuwa barua njema. Lazima kijana wa kanisa uwe kijana wa kanisa kimaadili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hivi mwisho wa kuwa mtoto wa mama Irene ni lini wewe? Ukishakunywa chai ile asubuhi ukitoka pale nje ya mlango wenu, ukishaenda huko ndio mwisho wa kuwa mtoto wa mama Irene? Haishi hapo. Ndivyo ambavyo vijana wa Mungu nao mwisho wa maadili mema ya kiutakatifu hauishi ndani ya kanisa. Tunaenda sawa sawa? Hakuna kitu ambacho mimi kinanihuzunisha kama mpaka mtu unapishana naye hivi inabidi ajifanye kwamba hamjuani. Kwa sababu gani? Ya fedheha anayojisikia jinsi alivyo wakati huo anaokutana na wewe kiongozi wake wa kiroho. Kuna wakati tulikutana na mtu ambaye ni wa kanisa, ni kijana wa kanisa. Mke wangu akaniambia, hivi ina maana huyu dada hajakuona? Nikamwambia msamehe kwa sababu inabidi ajifanye hivyo hivyo anione ndio salama yake. Kanjia kenyewe kadogo kweli, mnatokeza hapo mnabanana kwenye njia. Nasikia. Halo. Nani ndo kanikatiza hivyo. Sasa yote hiyo ya nini? Mimi nasema hakunaga maisha mabaya kama maisha ya kuigiza. Ni kweli lakini? Hakunaga maisha mabaya kama maisha ya kufanyaje? Ya kuigiza kaka. Hakuna. Ni maisha mabaya sana. Kwa sababu mtu wa namna hiyo unamuelewa kwamba ndani yake yeye anataka ajipime kwenye mizani za macho ya wanadamu kuliko mizani ya macho ya nani? Ya Mungu. Wakati mimi umenikwepa kiajabu namna hiyo, umenipiga giza la namna hiyo, umenipiga changa la macho la ajabu hivyo, tunaonana hivi kabisa wajifanya hatuonani. Haya, huyo Mungu ambaye hata ukikaa gizani atakuona. Umempiga changa la macho gani? Amina. Kijana wa kanisa uwe kijana wa kanisa bwana. Kuna wakati hata tumepunguziwa mwendo katika harakati zetu za kufanikiwa kwa sababu ya haya maisha yanayoitwa ya kuigiza. Wazazi wetu simpo hapa. Utakuta haya maisha kijana anaishi nao hivyo hivyo, hata kwako pia. Wewe unajua ya kwamba umezaa kakifaranga kazuri kakuku au kabata. Kale ambako usipomsogeza hivi wala hapishi, kenye kapole tu kakikaa pale kamekaa. Hakajui hata kamekaa njiani, kamekaa pabaya. Kenye kanaona tu mimi nitulie zangu. Unajua umezaa kakondoo kako ambako kakiinama hivi kameinama tu wala hakana shida na mtu. Mwisho wa siku kumbe umezaa sawaka, moma, chatu na majoka makubwa ya misitu ya Amazon. Sasa kuna wakati utakuta wamama mmegombana hata na wamama wenzenu kwenye jamii kwa sababu gani? Ya vijana wa namna hii wa kwenu. Wakati umepata kusikia, sikio limenasa, ukasikia huyo kijana wako ambaye wewe unamuona umezaa ni kondoo mpole,
lakini mwisho wa siku anatangazwa kama mcharuko. Wewe ukainukiana na wamama wenzako ukashikana mashati ukasema, mwacheni mwanangu, mwamfuatilia sana, ana nini na nyie, ana nini na nyie. Pole, nakwambia hivi, pole. Kuna wakati wazazi msiwe na haraka ya kukurupuka, chunguzeni vile watoto wenu wanavyolelewa navyo, kaeni chini, vichunguzeni, kwa sababu kuna wakati mmezaa waigizaji. Huko ndani kwenu atawavalia 6 kwa 6 mpaka chini inaburuzika, lakini akitoka hapo ndani ana kipenzi kama komando kapenzi vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kizunguka nyuma ya nyumba tunaangalia. Unaona ana kibodi suti. Amen. Kijana wa kanisa wa mwenendo huo ni kijana wa kanisa ambaye maisha yake yatakuwa ya shida kweli. Kwa sababu gani? Hizo karata unazozichanga hivyo ni lazima utaambulia matokeo kwa kadiri ya karata zako unazozichanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inawezekana ukawa tunaishi maisha namna hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hofu zetu sisi vijana tunazielekeza kwa wanadamu kuliko Mungu. Leo nataka nikubete, hofu yako imwelekee Mungu kuliko mwanadamu. Hapo ndipo utakapoishi kiutakatifu. Amen. Hata saa uko ndani ya chumba chako mwenyewe utajua namna ya kujishepu kinini kiutakatifu. Pale ambapo utajua kwamba hofu yako inapaswa imwelekee nani? Imwelekee Mungu kuliko mwanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima ujue kwamba maadamu umekuwa kijana wa kanisa, upo chini ya malezi ya Mungu kulikoni hata malezi ya mwanadamu. Na ndio maana kuna saa taratibu za makanisa yetu yale yaliyotuzaa kule ndio tamu sana. Utakuta hata wachungaji wanafanyaje mama? Wanahamishwa, si kweli? Ili ujue ya kwamba hata hofu yako wewe usimwekee mchungaji. Mchungaji huyo ambaye unaye leo utashangaa kesho hayupo. Kwa hiyo kama ulikuwa una utakatifu kwa ajili ya mchungaji fulani, akiondoka sasa, vipi kuhusu utakatifu wako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lazima tujue ya kwamba vijana wa kanisa tunapaswa kuwa na tabia njema. Tabia hizo njema zitufanye tusomeke vema na tuwe mfano mzuri wa kuigwa katika jamii, sio tu ndani ya kanisa. Tusiigize mbele za Mungu, tusiwe waigizaji. Ni afadhali kweli wewe uwe kirukaji haswa mpaka kanisani utuoneshe ili tujue tunakusaidiaje. Kwa sababu hata sema udala vinugu watu wanakuja kanisani na vinugu. Si ni vizuri tunajua kabisa kwamba watu tunawasaidiaje, kwa sababu kama kanisani hajaona haya, ina maana huyu ndani yake kuna roho itendayo kazi kweli ambayo sio ya kimungu. Unaitana wazee wa kanisa mnasema anza kwanza kumstiri nafasi. Tafuteni kanga. Hata ni kanga tu baya, hebu mpelekeni. Kuna wakati mimi nasema ni afadhali hao. Kwa sababu gani? Jamani, kwani gereji kunaenda gari zima likakae lifanye nini? Amina. Ukikuta gari zima gereji ujue ni mtu ameomba hapo apaki tu kwa muda. Lakini gari zima linaotua hapo na mafundi gereji wakanikimbilia, halo njoo baki hapa, weka hapa, baki hapa. Afu unashuka unaambia, jamani sasa hizi. Nakwambia salama, karibu. Ile shida gani? Unaambia ile nzima kabisa. Nzima. Unashuka hivi unaona wanaanza kulikolokota. Si utagombana nao? Ndio. Kwa sababu swala la matengenezo ya gereji halihusiani na magari mazima. Ni hali yaliyobovoka. Ni afadhali yule ambaye anaonesha ubovu ndani ya kanisa tunaweza tukajua hata namna ya kumjenga ili tumtengeneze, kulikoni yule ambaye ndani ya kanisa anajifanya ya kwamba yeye Team Jesus, mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Jacqueline wa Yesu. Lakini ukimkuta mtaani wakula chuma hicho, Jackie mcharuko. Sio Jacqueline tena, Jackie. Facebook Jackie.
Wadada mpo lakini. Mama, angalia Facebook ya vijana huko. Utakuta wala sio uliomzaa wewe. Jina pia Silo. Siku ukiambiwa ni mwanao umechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na siku hizi kuna kuedit picha. Ona mtu anambia, "Dada umependeza, hongera." Sikuambiwa, "Mbona yule mwanao?" Akaunti ya mwanao ile unaomwambia dada hongera umependeza. Dada umetokelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Mariamu kuwa mamu kwenye Facebook, jambo la kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Mtumishi wa Mungu Paulo anamwambia kijana mwenzetu, na jambo hili limetujia leo vijana sisi wa leo, ya kwamba tuwe vielelezo, tuwe barua zinazosomeka vema. Tunaweza tukalitangaza kanisa letu kwa sababu ya maadili mema tunayoonekana nayo kwenye jamii, pasipo hata kumwambia mtu njoo kanisani kwetu, Yesu anaokoa. Amen. Na kwa sehemu kubwa sana tulionayo, ulimwengu tulionao leo, ni kwamba injili ni matendo kulikoni nini? Bla bla hapa. Wale wa huko nje wanasema wacha maneno, weka nini? Weka mziki. Injili ni vitendo kweli. Siku hizi acha maneno. Tutajua ya kwamba Yesu anabadilisha pale ambapo tumekuona ya kwamba ulikuwa Jackish, leo unaitwa Jacqueline. Tunasema hapa sawa. Tunamjua huyu dada. Yaani kiasi ya kwamba hata ukitaka ujieleze kwenye jamii saa hiyo, huko kwenye jukwaa hivi la kimungu, wanakwambia dada usipate shida hata kujieleza, tunaelewa. Yaani kwa maisha ambayo tulikuona nao juzi na jana, leo tunakuona ni wewe. Leo tunaelewa huyo Yesu kwa kweli hata sisi tunamtaka. Hiyo ni vema. Lakini usije ukafanya wewe ikatafuta hilo kanisa ikaambia, hivi hilo kanisa likoje kwa kweli? Kwa yule. Kwa huko ndo mzee wao kanisa. Yule. Kwa hiyo huko ndio nani wao? Yule ndio dada wa praise. Yule ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiishi kwenye jamii zetu tukamtukanisha Kristo. Jambo hilo litatupelekea kuishi kwenye uvuli wa laana kubwa sana. Kuliko ni hata laana ambayo angetamka mama yako pale ambapo umechelewa kuosha vyombo. Haleluya. Mungu atusaidie sana, tuwe vielelezo. Tuwe vielelezo, tuwe vielelezo, tuwe vielelezo. Haleluya. Jambo la tatu, namna ambavyo kijana wa kanisa anavyopaswa kuwa. Namna ya tatu. Leo kwa neema ya Mungu tumepata kutazama namna hizi mbili. Jana tulitazama tu namna ya kwanza, leo tumetazama namna ya pili, na sasa kwa neema ya Mungu muda huu naruhusu kabisa tutazame namna ya tatu. Namna ya tatu. Andika, tofauti na vijana wengine wa kidunia. Tofauti na vijana wengine wa kidunia. Tofauti na vijana wengine wa kidunia. Kijana wa kanisa anapaswa kuishi sawasawa na maelekezo ya neno la Mungu. Tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuishi sawasawa na maelekezo. Kijana wa kanisa anapaswa kuishi sawasawa na maelekezo ya neno la Mungu au mwongozo wa neno la Mungu. Nukta ni namna ya tatu katika topiki yetu tulio nayo inayozungumzia kijana wa kanisa. Tukiendelea kutazama namna ambavyo kijana wa kanisa anavyopaswa kuwa, na namna hii ya tatu inatuambia tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuishi sawasawa na maelekezo ya neno la Mungu au mwongozo wa neno la Mungu.
Haleluya. Andiko tulilonalo hapa ni Zaburi ya 119 mstari wa 9. Zaburi ya 119 mstari wa 9. Sehemu A ya andiko hili kuna swali tunakutana nalo hapa kuhusiana na mambo au masuala ya vijana. Alafu kwenye sehemu B ya andiko hili ikaja ikatoa jibu la swali hilo. Sehemu A imetangulia kuwekwa swali, alafu sehemu B ikaweka jibu la hilo swali. Zaburi ya 119 mstari wa 9. Ile sehemu A inasema hivi, ambayo ina swali linaulizwa hivi: jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwamba jinsi gani kijana ayafanye mambo yake kuwa safi na salama? Jinsi gani kijana afanye njia zake za kimafanikio zipate kusafishika sana kwa kuwa wazi na salama? Ni kwa mujibu wa swali hili kwamba jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Alafu sehemu B ya andiko hili ikaja ikatoa jibu la swali hilo ikisema, kwa kutii akilifuata neno lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usalama wa kijana katika habari za maisha yake, usalama wa kijana katika mchakato mzima wa kuishi kwake utategemeana na kijana kuishi kwa kulifuata neno la Mungu. Tafsiri ya kulifuata neno la Mungu maana yake ni kuishi sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo mojawapo ya namna ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anapaswa kuwa ni kwamba dira, haleluya, usukani, dira yako kijana wa kanisa, usukani wako kijana wa kanisa, remote yako ya kukuendesha kimaisha kijana wa kanisa inapaswa kuwa ni maelekezo yanayotoka kwa nani? Dira yako inapaswa kuwa ni maelekezo yanayotoka kwa nani? Usukani wa kukuendesha unapaswa kuwa ni maelekezo yanayotoka kwa nani? Kwa hiyo tutakutana na kijana wa kikanisa aliyepotea, tusishangae pale ambapo haenendi kwa kufuata maelekezo ya nani? Ataendelea kuwa na title ya kijana wa kanisa, lakini mbeleni kuna malizikia kijana wa kanisa aliyepotea. Haleluya. Nimesikia habari za yule kijana wa pale kanisani aliyebaka mtoto mdogo wa miaka 6 hapo. Utasikia hivyo, wala sio ajabu. Ikiwa kijana wa kanisa utaishi pasipo kuenenda na maelekezo ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu ya dunia atakwambia kwamba unaweza ukafanya tu na wala hata usili. Sawa? Ya kimungu atasema, hata mwanadamu asikuone, lakini Mungu wa mbinguni atakuona. Amen. Unaona faida za kuishi sawa sawa na maelekezo ya Mungu? Unaona tukiendelea sawa sawa na mwongozo wa kimungu? Hatahitaji hata kusema kwamba mimi nimetembea kwenye maadili mabovu kwa sababu sikulelewa na wazazi wangu. Ngoja leo niwapunguzie kazi wazazi. Haleluya. Utakuwa ni kijana uliyepotoka au uliyeimarika, sio kwa sababu tu ya malezi ya wazazi wako kwamba ndio yalikuimarisha au yalikupotosha. Malezi pekee ya wazazi hayatutoshi vijana kuwa vijana imara. Kwa sababu gani? Kuna wakati tutaelewa na wazazi hapo hata wenyewe wamelelewa kwenye malezi ya upotovu. Si tuko vijana hapa licha ya kwamba tuko kwenye kanisa, lakini baba zetu, mama zetu ndio agambe wamenifanya maisha yangu ya yumbe na wanayumba. Si ni kweli? Lakini mpaka tukiwa kwenye maombi, katika kuomba kwetu miongoni mwa sala tunazoziomba tunasema, Mungu naomba umkumbuke baba yangu kwa kweli.
Hivi ni ajabu ukakutana na kijana wa kanisa ambaye babake ni mshika tunguli? Ni ajabu? Anahukumiwa huyu kijana. Anapelekwa jela miezi mingapi kwa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Kimungu? Si bora yeye ameamua kuongoka, anaenda mbele za Mungu kutubu na kutengeneza yeye kama yeye. Kwa hiyo atalaumu huyu kijana kwamba mimi nimepotoka kwa sababu malezi ya wazazi wangu. Mbona wazazi wako ni washika tunguli, wewe leo ni muombaji? Haya mwenzetu, wewe umeibia wapi hayo maombi? Kwa hiyo unaona sasa ya kwamba dira yetu sisi vijana wa kanisa ni nani? Ni Mungu kulikoni mtu awaye yoyote. Nakwambia hivi, hata ile tumekuwa tukajikuta kwamba familia zetu ni maskini. Tumezaliwa na wazazi ambao hawajawahi hata kutengeneza kale kabaskeli kamiti ambako kanadongoroshwa kwenye mteremko kule vijijini mwetu kule vipo hivyo. Kwamba kinadongoroshwa kwenye mteremko, uroda tunaita, nakula uroda. Unakula uroda saa tu ya kushuka kwenye mteremko. Saa ya kupandisha urudishe kule kwenye mteremko, baskeli unaibeba. Hata kama tumezaliwa kwenye familia ambazo hazijawa na vibaskeli hivyo, hatutaweza kuwalaumu wazazi wetu kwa kusema eti hatujafanikiwa na sisi kwa sababu wazazi wetu hawajawaga na magari. Hapana, lazima uelewe ya kwamba ukiwa kijana wa kanisa, mwongozo wako unaopatia kwa Bwana ni wewe kutafuta utayari wa kukaa vizuri katika neno la Mungu, wa kukaa vizuri katika fundisho la Bwana. Hapo ndipo njia zako zitakapoimarika. Ndio maana ya hii Zaburi ya 119 mstari wa 9 sehemu A inapouliza kwanza jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Mimi nakwambia hivi, hata kama mzee Shimahonge hajakusafishia njia, yuko Mungu hapa kwenye hii semina anatufundisha ya kwamba yeye ndio msafisha njia zetu vijana. Kwa hiyo tutaendelea kualilia wakina mzee Shimahonge. Usiende kaburini mwa baba yako ukaanza kumlilia, kumlaumu hajakuachia mali. Tuna Mungu mwenye mali nyingi, tukiishi sawa sawa na neno lake. Mwataka nini tena nyinyi? Haleluya. Wazazi, nyie tuombeeni tu. Sawa? Mwachane na akili zetu wakati mwingine tukiwa tumevutishwa bangi huko mtaani. Tukija tukianza kuambia, mama hivi na wewe kwa maisha yako hata hujabutua. Wenzako wakati wananunua yale maduka ya mjini pale, mama naye ulikuwa wapi? Tukivutishwa bangi za namna hiyo, tukija kwenu mtusamee kwa jina la Yesu. Amina. Sawa? Maana tutakuwa tumevuruga tu. Wala sio kwamba ni haki hiyo. Kama bado mmetuzana, bado mnatuombea, kwa kweli hatuadai. Hatufanyeje? Hatuna deni na nyie. Sawa mamangu Bibilia? Mkituona tu tumekuja namna hiyo, ujue kwamba tayari tumevurugwa. Tusamehege tu. Sawa. Tuombeeni. Nyie vijana, mmewaambia wazazi wetu hivyo. Mmesikia? Nishawaambia hivyo. Kwa hata siku mkabe atakusamehe tu. Kuanzia leo wamepata somo. Eti mkabe eti kwa nini wakina mzee Juma nani wamenunua mashamba kule Skimu yote, ukiauliza leo unasikia ni ya kwao, ni ya kwao, ni ya kwao. Kwa nini wakina mzee Shemaonge mashamba yote ni ya kwao, ni ya kwao? Wewe mama, wakati mashamba yanagawiwa ulikuwa wapi? Kidoona hiyo ndio tushachoka, maisha yametupiga spana. Tuombeeni, tutusalieni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatima ya maisha yetu sisi kuwa imepotoka au kuwa bora itategemeana na jinsi ambavyo tunavyokaa na Mungu. Kulikoni hata na wazazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hili la Zaburi ya 119 mstari wa 9 ni kwamba kijana unapoishi sawasawa na maelekezo ya neno la Mungu, au unapoishi kwa kufuata mwongozo wa neno la Mungu, njia zako za kimafanikio zinapata kusafishika. Haleluya. Kwa mujibu wa hili andiko, jinsi gani kijana aisafishe njia yake?
Jibu likasema kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Kwa ninapokuambia kijana wa kanisa unapaswa kuishi sawa sawa na mwongozo wa neno la Mungu, sisemi kwamba Biblia iliandika jambo hili kibla bla. Imeonesha mpaka na faida za wewe kuishi kwa kulifuata neno la Mungu. Moja ya faida inasema nini? Utasafisha njia zako. Kwani hujajulikana kwamba wewe utakuwa hujashushwa tu kutoka mbinguni umezaliwa? Singesema kwamba kwa mzazi wako kuzisafisha njia zako, akuandalie vizuri. Ni kijana mwenyewe kwa kusafisha nini? Njia zake. Tukikuta njia za kijana ni chafu, hiyo lawama sisi tunaipeleka kwa mwenye njia zake, huyo kijana. Ni manyaa hako. Wazazi wetu nyinyi wakati mwingine wala msijibebeshe mazigo ya lawama. Yaani wala usione soni. Spana zilikupiga kwenye hayo maisha ya nyuma na ulikuwa katika uvuli ambao haujamjua Mungu. Nyakati hizo za nyuma kulikuwa ni giza limetanda. Leo hii sisi vijana ndio tuna neema kweli. Mama, unaonaje leo unaona kijana kama mimi saizi nimekaa madhabahuni hapa, Mungu anashusha material ya namna hii ambayo hata babu yangu yeye mwenyewe hanayo. Unajisikiaje raha? Si umeona sasa vijana sisi leo tumepata neema ya kuwa katika nini? Katika nyakati ambazo kumepambazuka. Kwa hiyo ni sisi wenyewe, lakini hapa ni kwamba mpira umewekwa kwenye kisehemu cha penalty. Ni sisi na goli, tupige nje wenyewe vijana. Mngekuwa semina hii mnafundishwa na Askofu Nasari, mngesema tunafundishwa na mzee tayari tayari huyo hao walikuwa na neema zao. Si Mungu amewaletea kijana mwenzenu ili muone ya kwamba yanawezekana mambo ya kijana yakatengenezeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Hapo masali mpaka Mungu ameweka vijana wa namna hii wa haiba hii, ni kwamba hatujaona huo ulimwengu kwamba una matamanio mengi. Hatujaona hivyo vikundi vya washikaji. Vipo. Lakini unaona kuna namna ambavyo kwa kulifuata neno la Mungu, unaona hata washikaji wanaanza kukwambia kwamba jamaa siku hizi bwana umekuwa mchungaji bwana, wewe sio mwenzetu. Sio wewe kuambia wao na waaga, leo sio mwenzenu. Unaona wenyewe wanaanza kusema, wewe sio mwenzetu, wewe sio mwenzetu, wewe sio mwenzetu. Ni uone. Kuishi sawa sawa na Mungu kulivyo kuzuri. Kuna namna utaona hata makapikapi, mapepepepe anakuachanisha nayo hata wewe mwenyewe uelewe. Unashangaa kuna watu ambao walikuwa wanakuganda sana na wewe unasema sasa nimeokoka. Sasa Aisha msutaji, dada msutaji mtaani ndio besti yangu. Nitaelewekaje nikiendelea kwa naye? Unashangaa hiyo siku Aisha Misuto anakuja anakwambia, "Mwenzangu nasikia umeokoka, tumi hata kukanyaga kwako naishia leo." Utashangaa hivyo. Wewe ishi sawa sawa na Mungu tu. Ishi sawa sawa na Mungu tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Amina. Angalia kitabu cha Warumi 12:2. Hii ni maana zaidi ya kuishi sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Tafsiri ya zaidi, maana ya zaidi tunapozungumzia kuishi sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Upana wake ukoje? Warumi 12:2. Biblia inatuambia, "Wala msifuatishe namna ya dunia hii." Kwa hiyo tukizungumzia swala la kuishi sawa sawa na mwongozo wa kimungu, sawa sawa na maelekezo ya kimungu, maana yake ni kwamba tusiishi kwa kufuatisha taratibu za kinini, za kidunia. Si unajua tunakuwa ni vijana wa kanisa, tunakuwa tumeokoka, lakini si bado tunaishi kwenye jamii zetu hizo. Si bado tuko kwenye dunia hii. Inawezekana bwana kuna utambulisho tuliofanya. Hebu kijana ambaye ni wa kanisa alafu anaishi mbinguni, akitoka hapa yeye anaenda zake mbinguni. Anyoshe mkono. Tutambue uwepo wako. Haya, tuna wamama pia. Mama zetu ambao vijana wenu huko nyumbani ni wa kimungu kiasi cha kwamba wangetokaga makanisani wao wanaishi mbinguni. Hata nyewe wenyewe mnashangaa, mbona hatuwaoni nyumbani? Hebu nyosheni wenye vijana ambao wanaishi mbinguni. Si mmeona kumbe tunaweza tukawa tu vijana wa kanisa lakini tukaendelea kuishi wapi? Duniani. Kwenye dunia ambayo na yenyewe ina taratibu za kwake.
Kwa hiyo tunachotahadharishwa ni kwamba sisi tulio wa kanisa lazima tujitambue kwamba tu wa kanisa. Licha ya kwamba tumekuwa wa kanisa, lakini sio tumehamishiwa viti vyetu na maisha yetu na nyumba zetu na makazi yetu mbinguni. Hapa hapa duniani tunapoishi, inabidi tuishi kwa kufuatisha maelekezo ya Mungu wetu kulikoni taratibu za dunia hii tunayoishi. Kwa hiyo hii dunia itaendelea kuwa na taratibu zake, wala hazitaisha. Sawa? Ila visivyo vya kwako visikushughulishe dada. Kisutana kule si ndio unaambia nada hivyo. Ya kushughulisha nini? Sasa vijana wa kanisa leo kuna msuto hapa wa kimungu kwamba vya kidunia visikushughulishe. Tunaishi kwenye dunia ambayo ina mambo ya kwake, yasikushughulishe. Wewe wa kanisa lazima uangalia kwamba kuenenda kwako kunapaswa kuwa sawa sawa na vile Mungu anavyokutaka ufanyaje. Uenende. Wakati mwingine niseme jambo kubwa ya kwamba hata kama mjomba wako hataki, hata kama baba yako hataki, hata kama mama yako hataki, ukiwa kijana wa kanisa lazima uamue kulazimisha wewe kuishi sawa sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka twende kuomba hapa sawa sawa na ajenda hii ambayo Mungu anatupatia hapa. Ajenda hii ambayo anatupatia hapa. Ajenda hii anatupatia hapa. Nataka twende tukaombe sawa sawa na ajenda hii ambayo Mungu anatupatia hapa. Kama unaandika, andika mwongozo wa maombi. Mwongozo wa maombi. Unasema, kijana wa kanisa, ombea suala la kiu ya kulisoma neno la Mungu. Kijana wa kanisa, ombea suala la kiu ya kusoma neno la Mungu. Kijana wa kanisa, mwongozo wa maombi huu ambayo tunasimama nayo hapa katika semina yetu hii ya siku ya pili, katika siku ya pili ya semina yetu hii. Kijana wa kanisa, ombea swala la kiu ya kusoma neno la Mungu pamoja na shauku. Nakupa hii iwe ni ajenda yako ya mara kwa mara kujiombea kitu ukiona bado hakijanasa. Simaanishi tu tutaomba hapa tumalize. Hapa tunawasha tu switch ya maombi, lakini maombi yakawe endelevu kwenye maisha yako. Kwamba kijana wa kanisa, ombea swala la kiu. Kwa hiyo tutatarajia sasa tusikie shuhuda za watu kusema ya kwamba siku hizi sina kiu ya kusoma neno. Nimejiandalia utaratibu kwamba kila siku lazima nisome angalau sura kadhaa. Nimeanza kitabu cha Mwanzo, naondoa sura 2 kila siku. Mwanzo sura kwanza na pili, kesho 3 na 4, kesho kutwa 5 na 6. Hivyo hivyo. Na pembeni naandaa utaratibu wa kwamba nina kinotebook changu. Yale mambo magumu ninayokutana nayo hapo na ya noti na yaandika, na yatafutia suluhu kwa viongozi wangu wa kiroho. Yes, ndicho kitu ambacho tunakiombea hapa kikatokea kwa vijana. Kiu ya kusoma neno la Mungu na shauku ya kusikiliza mafundisho ya kimungu maishani mwako mote. Maishani mwako mote. Shauku. Ninakumbuka kuna wenzangu watakuwa ni mashahidi hapa. Kuna wakati hata kwenye TV unakuta ikitokea humo ndani kuna mtu anapenda kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu sana. Akipress channel, tafuta channel, akaangukia channel anakuta kuna semina ya neno la Mungu inafundishwa. Kuna mahubiri yanaendelea. Kuna kipindi cha kanisa. Unakuta kuna wengine wanasema, ngoja bwana sisi tuondoke. Si ni kweli? Ni kweli. Ili uone ya kwamba swala nalo la kukaa kwenye mafundisho linahitaji ndani yako kuwe na kitu kinaitwa shauku. Isipokuwepo unaweza ukaona hata mtu unayeishi naye kama yeye kila saa kwenye chaneli ni mahubiri, unaweza ukaona anakukera, anakuboa. Sinawezekana leo hii tulipita sehemu kama hiyo ya kuona mpaka hapa ni wazazi wametolea hivyo, ukaona wanatuboa.
Na ukute sasa mzazi wangu, kuna wakati naoneaga huruma wadogo zangu kweli, unasikia wanaambiwa ile anatoka anaamka anaambiwa we njoo kaa. Ngoja semina ishi hapo. Ngoja hayo mafundisho yaishi. Takoma ukiwakuta wale ambao kama majambazi makuu, nimeshawahi kuangalia movie zenye Sterling na timu nyingine ya majambazi huko, na ina jambazi mmoja anaitwa Mkuu ambaye yule huaga ndio mwisho anapigana na Sterling. Wakiuana hapo ndio mkanda unaishia hapo tu, yanapanda yale maandishi. Nimeshawahi kukutana na mambo mabaya kweli ya ajabu kuhusiana na ujambazi kuu. Si walikaa kambini wakajifunza mafunzo ya namna ya kudetect kutambua mitego na namna ambavyo wanaweza wakashambulia maadui zao, wakashambulia hizo timu za Sterling huko. Wakienda sasa vitani, wako tayari kwenye yale mamisitu yale, ndio wanaanza kutafutana. Unakutana na picha ya kwamba jambazi kwa akiona mtego hivi, wenzake sio wanakuja nyuma huko, nasema ngoja wasubiri washikaji ni wazindue hapa. Jambazi kwa anasema na kumbe wametega hapa, anaruka vizuri tu, anavuka, anaendelea na nini ili hadi kuna timu yake ambayo ndio ya wengi kulikoni yeye mmoja, inakuja wapi? Ikija ya wenzake yote inaishia pale kwenye mtego ambao yeye aliuona. Si angeweza kuwazindua wenzake ili kusudi wenzake wasiisha endelee nao. Unaona picha ya jambazi kuu? Kwa hiyo utakuta kuna sababu na roho za ujambazi wa ukuu. Unakuta hata mzazi anakuona unainuka asemi na wewe. Sikaweka kipindi cha neno la Mungu umeinuka. Anasema kila mtu atajua mwenyewe banana zake, inategemeana kama ana nani sawa. Atakuja kuweka kipindi cha nani? Movie gani kali ile inaendelea? Ile ya Kituruki Azam. Ottoman. Atakuja kuweka Ottoman. Ile ya Kiswahili Kombolela. Vijana wanasubiri muda wa Kombolela, anakuacha unatoka. Kwa sasa utaona ya kwamba mambo yetu vijana lazima yatuunguike macho wenyewe. Tusisubiri kuliliwa. Hapa lazima tuombee kiu pamoja na shauku. Haleluya. Katika swala hili la kusoma neno la Mungu pamoja na kusikiliza mafundisho ya kimungu maishani mwetu mwote. Tusimame. Hicho ndicho kitakachotusaidia kwa mujibu wa hii picha. Tunaona kwamba kijana wa kanisa anapaswa kuishi sawa sawa na mwongozo wa mafundisho ya neno la Mungu. Kama tunapaswa kuishi sawa sawa na mwongozo wa neno la Mungu, tunapaswa kuishi sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Lazima tuelewe mahali ambako maelekezo ya Mungu tunayapata. Si ni kweli? Tunayapata kwenye neno kwa njia ya kusoma neno la Mungu. Nazungumzia Biblia. Ni wachache hapa, ningeita mbele ungeshangaa hapa ungechafuka pasingetosha. Ni wachache sana hapa ambao mnasoma Biblia na wakati ni vijana wa kanisa. Si mwagelashoni au? Si nuishoni. Ni wachache sana. Nasikia ndani yangu ni wachache sana hapa. Mna tuition hizo za kibiblia. Nasikia wakati mwingine hata hiyo Biblia kwamba mnaandika hapa mafundisho. Ni wachache sana pia mnaoenda kuyapitia. Ni wachache sana mnaoenda kuyarejelea. Kwa hiyo utaona kabisa hiki ni kitu ambacho kinapaswa kifanyweje? Kiombewe. Kwa sababu shetani anajua hawa watu wakikaa kwenye neno, kuna miongozo ya kimaisha wataipata, watatoboa. Naye hataki utoboe. Unadhani ataruhusu kwamba uwe mwepesi na appetite blaza ya kusoma hilo neno? Nakwambia hivi Biblia itakuwa dawa ya usingizi. Wewe siku ukisumbuliwa na usingizi ndio unaichukua, unasema ngoja leo nipitie. Na kweli unapinduka mguu mmoja kule neti ulisahau hata kushusha. Kule Magweni kwetu kuna vile vidude vinachakata mkonge tunaita vinyero. Wanguruma wewe kama kinyero. Dawa nini? Kusoma Biblia. Kuna watu kusoma Biblia ni dawa yenu ya usingizi hapa. Nataka hiyo roho ikamatwe jioni ya leo. Kwa sababu shetani anajua ya kwamba ndani ya neno kuna mwongozo wa maisha utayapata. Wakati mwingine wewe hujafeli maisha kwa sababu ya kwamba mzazi wako hajakupeleka shule, au kwa sababu eti matokeo yalikujia vibaya ya form 4. Kufeli kwako kunatokana na kwamba hauna mwongozo wa neno.
umepungukiwa na CD4 za neno la nani? Nataka zijazwe leo kwa jina la Yesu kwenye maisha yetu vijana. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sema Mungu Baba. Mungu Baba. Ninakuja mbele zako. Ni jioni njema tena ambayo umenipa kibali na neema iliyo kubwa na ya ajabu sana ya kwamba niendelee kuwa kwenye darasa la semina hii ambayo ni maalumu kwa mimi kijana. Nimepokea mwito huu siku ya leo, niko mbele zako, nahitaji toba, naomba rehema, unisamehe dhambi zangu zote, maovu yangu yote na makosa yangu yote niliyoyafanya kwa kujua na kutokujua. Jioni ya leo nimeendelea kihatua za kusikia mafundisho yako yanayonipa elimu. Kwa elimu hii najiona ya kwamba ni kweli kuna mahali sikufanya sawa sawa. Unisamehe hata pale ambapo maadili yangu yameishia tu ndani ya kanisa. Mimi kama kijana, maadili yangu yameishia tu ndani ya kanisa. Nje ya kanisa nimekuwa na vazi lingine, nimefanyika kuwa barua isomekayo vibaya kwenye jamii yangu. Umenifundisha leo mimi kijana wa kanisa, inanipasa niwe barua inayosomeka vizuri sana kwenye jamii yangu. Kwa hiyo Mungu, nahitaji leo unitengeneze ile roho ya kuangalia jamii inavyotaka niishi sawasawa na hivyo. Naikataa leo, nataka niishi sawasawa na maadili mema ya kikanisa, hata huko nje kwenye jamii yangu, ili nikutangaze ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi, na ya kwamba unabadilisha maisha ya watu wako. Yesu, jioni ya leo ninakuja kwako, ninaliomba lile vazi la utukufu niliyolivua nikitoka kanisani, leo nalivaa kikamilifu, kuanzia kanisani na nje ya jamii. Navaa vazi la heshima, navaa kuwa kielelezo, niwe kielelezo katika jamii, hata wasioamini kwa kunitazama mienendo yangu wapate kukuamini. Yesu, na umenifundisha kwa habari za mimi kijana wa kanisa kuishi sawasawa na mwongozo wa neno lako. Leo naitaka hiyo roho ya kuishi sawasawa na maelekezo yako. Dira yangu, usukani wangu uwe ni neno lako. Mungu wangu, liniongoze. Nakataa leo kuongozwa na dunia, ile roho iliyonisukuma kwenye kuongozwa na dunia ikaniongoza vibaya. Toka leo, toka ndani yangu, roho ya udunia initoke. Jikungute roho ya udunia. Kijana wa kanisa lazima uwe kijana wa kanisa. Roho ya udunia iliyojichanganya kwa vijana wa kanisa, wakina mama ombolezeni, wakina mama ombeni, mmezaa watoto wenu
kwenye wokovu, lakini mnashangaa wamejichanganya. Kemea hiyo roho, kemea hiyo roho ya kuongozwa na dunia, tunaikataa. Vijana wa Mungu tunaikataa, na viunga vyake tunaikataa. Kwenye makanisa ya Mungu tukatae, tukatae. Kwenye makanisa yetu vijana wa Mungu tusiongozwe na udunia. Udunia utuache, udunia ututoke. Chekumute, 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 chekumute. Nasikia umeokoka, lakini wakati mwingine dunia inakuzidi nguvu. Na kuombea leo dunia isikushinde na mambo yake yasikushinde. Takataka za dunia zikuache, zikuache. Kijana wa kanisa ni kijana mcha Mungu, sio kijana wa kidunia. Kemea, 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 kemea. Ng'ang'ana, ng'ang'ana. Ile busta ya Mungu inaendelea kuwepo, inaendelea kuwepo. Ipo na leo ile busta ya Mungu tangu siku ya jana ya kwanza ya semina. Ipo na leo. Ng'ang'ana, 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 ng'ang'ana. Endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana. Kemea roho ya kuongozwa na udunia. Kuna watu wanapingana vita na mambo ya dunia. Umeokoka, lakini mambo ya dunia yanakuandama. Kemea, yambie atoke, 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 yambie atoke. Fukuza mambo ya dunia kwenye ukiroho wako, kwenye ukiroho wako, kwenye uchamungu wako. Yambie mambo ya dunia kwa heri. Ondoka, 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 ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka, ondoka kwa jina la Yesu, 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 ondoka kwa jina la Yesu. Fukuza, fukuza kwa dunia unaokuandama. Uambie toka, uambie toka, uambie toka. Kila aina ya kidunia inayokuandama ifukuze. Iambie toka, iambie toka, iambie toka, iambie toka. Fukuza hiyo roho ya dunia inayokufuatilia ili kukuangusha kiroho. Nasikia vijana wengi wameangushwa kiroho na roho za dunia. Kemea, fukuza, fukuza, zitoke kwako hizo roho za kidunia. Sema kwa jina la Yesu, ninahitaji kuanzia leo niongozwe na neno la Mungu, niongozwe na mwongozo wa Bwana. Tunataka tuongozwe na Mungu, hatutaki kuongozwa na dunia. Tunataka tuongozwe na neno la Mungu. Ndio, 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 ndio. Endelea kung'ang'ana. Mungu atuongoze, Mungu atuongoze. Tuongozwe na roho ya Mungu, tuongozwe na Mungu, tuongozwe na Mungu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Uongozi wa Mungu uwe juu yako, uwe juu yako. Ng'ang'ana, ng'ang'ana. Hatutaongozwa na dunia. Kijana wa kanisa hataongozwa na Bwana, hataongozwa na Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ndio, ndio, ndio. Mungu awe kiongozi wetu, Mungu awe kiongozi wetu. Dunia imetuongoza vibaya. Imetosha, imetosha. Tulivyoongozwa na dunia vibaya, imetosha. Kuanzia leo tunataka msimu mpya wa kuongozwa na Bwana, wa kuongozwa na Bwana, wa kuongozwa na Bwana. Ng'ang'ana, ng'ang'ana. Mwambie Mungu, uwe kiongozi wangu, uwe kiongozi wangu. Ombea sasa kiu ya neno la Mungu ingie ndani yako. Itakiu, 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 itakiu,
ya neno la Mungu, kiu ya neno la Mungu. Ita shauku ya kukaa kwenye mafundisho, shauku ya kusikiliza mafundisho. Ita shauku, sema shauku, sema kiu ya neno la Mungu. Njoo ndani yangu, kiu ya neno ingie ndani yangu. Endelea kuita, ita kiu ya neno, kusema neno la Mungu. Appetite ya neno, ita appetite. Kwa jina la Yesu, ita kiu ya neno la Mungu, ita kiu ya neno la Mungu, ita kiu ya neno la Mungu, ita nang'ana, ita kiu ya neno la Mungu. Shikilia moyo, ita kiu ya neno la Mungu. Nang'ana, ita Yesu wako, nang'ana kijana, ita ita
Haya, achia. Kijana ng'ang'ana. Kijana ng'ang'ana. Kijana ng'ang'ana. Ng'ang'ana na Yesu. Ng'ang'ana na Yesu. Jioni ya leo achilie hiyo shauku ndani yako. Hiyo kiu ya kusoma neno. Ng'ang'ana na Yesu. 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 Kijana usizimie. Kijana usizimie jioni. Kijana usizimie. Nakutia nguvu. Nakutia nguvu. Naachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ikusaidie. 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 Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ikusaidie. Ikusaidie. Kwenye hiki kipindi. Kwenye hiki kipindi. Yes. Yes. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes. Imimilike. Imimilike. Hapo kwenye mioyo. Hapo kwenye mioyo. Hapo kwenye mioyo. Iachilie ile kiu. Iachilie ile kiu. Mbingu zifunguke. Mbingu zifunguke. Mbingu zifunguke. Mbingu zifunguke. Ziachilie ile kiu. Ziachilie ile kiu. Ziachilie kiu. Mbingu. Mbingu zifunguke. Jioni ya leo. Kwa vijana hawa. Kwa vijana hawa. Mbingu. Mbingu funguka. Mbingu funguka. Mbingu funguka. Achilia kiu. Achilia kiu. Achilia kiu. Achilia kiu. Ya kulisoma neno. Ya kulisoma neno. Mbingu. Mbingu zifunguke. Mbingu zifunguke. Mbingu zako ziwe wazi. Mbingu zako ziwe wazi. Jioni ya leo. Rapapapapapa. Mbingu zako ziwe wazi. Rapapapa. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mbingu zako zifunguke. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mbingu zako za kusoma neno. Mbingu zako za kusoma neno. Zifunguke. Jioni ya leo. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Usiondoke. Naomba ukome. Naomba ukome. Mwambie Yesu. Rapasaka. Mwambie Yesu. Mbingu zangu. Mbingu zangu. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Zifunguke. Zifunguke. Rapapapasaka. Yes. ya neno la Mungu, appetite ya kudumu kwenye mafundisho ya Mungu, kwenye maarifa yako, appetite ya kukaa kwenye uwepo wako, kukusikiliza, appetite ya kukusikiliza, shauku ya kudumu kwenye neno. Asante Yesu. Unaweza kumshukuru Bwana. Mwambie Mungu asante kwa neema kubwa ya siku ya leo. Mshukuru Mungu kwa kinywa chako. Mshukuru Bwana kwa kinywa chako. Mwambie Mungu asante. Iko neema kubwa imemwagwa kwetu, imemwagwa kwako vijana. Mshukuru Mungu. Paza sauti yako. Inua kumshukuru Mungu. Inua kinywa chako kumshukuru Mungu. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Asante hata kwa ajili ya semina ya leo. Asante kwa ajili ya baraza la leo. Mshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine ya pili. Mwambie Yesu asante. Mwambie Bwana asante. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kukupa neema. Ametupa neema ya ajabu juu yetu vijana. Ametupa neema ya ajabu juu yetu vijana. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya baraza la leo. Kwa ajili ya baraza la leo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya mwendelezo wa semina hii. Kwa ajili ya mwendelezo wa semina hii ya kimaarifa, ya kunitengeneza kimaarifa na kimaombi. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Baba, tunakushukuru. Baba, tunasema asante. Tunakuinulia shukrani zetu, maana umetufundisha ya kwamba kuomba tuambatane na shukrani. Tunakushukuru Baba kwa maombi ya siku ya leo, kwa mafundisho ya leo. Tunakushukuru Baba kwa ualimu unaoendelea kupita hapa madhabahuni.
tungeua wapi haya? Tungeyapata wapi haya kama sio neema ya seminari Baba, kama sio neema Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Baba, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante. Asante Mungu, asante Baba, asante Mungu kwa ajili ya ngazi nyingine ambayo umetupandisha siku hii ya leo. Tumepanda ngazi nyingine, hatupo tena kama jana, tumezidi kuongezeka, tumezidi kuongezeka, tumezidi kuongezeka. Asante Baba kwa kuzidi kutuongeza ngo nyingine, ngo nyingine. Tumeona kuendelea, tumeona kuendelea, tumeona kuendelea, tumeona kuendelea. Pokea sifa Baba, pokea utukufu Baba, tunasema asante, tunaungana pamoja kusema asante. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Paza sauti yako kusema amina, amina. Unaweza kushika sadaka yako kwa ambayo unaambatanisha mambo haya, unashikilia ufunuo huu, unashikilia mafundisho haya na maombi haya kwa njia ya sadaka. Uwe huru tu kuachilia sadaka yako, uwe huru tu kuachilia sadaka yako. Kama una sadaka yako mahali ulipo, shika sadaka yako niweze kuiombea. Ni mzazi ambaye umewakilisha kijana, sadaka hiyo unapoitoa isemeshe kwa ajili ya yule kijana kwamba haya mambo ambayo tunajifunza hapa na maombi haya ambayo Mungu anatengeneza vijana, na kijana wangu Mungu usimpite. Sema na hiyo sadaka kwa ajili ya huyo kijana wako, kwa ajili ya hao vijana wako. Wamekuliza sana, imetosha. Wamekuliza sana, imetosha. Mambo yao ya ndoa, mambo yao ya kazi yamekuwa ni magumu. Wataje hapo kwenye hiyo sadaka, wataje hapo kwenye hiyo sadaka unapoiachilia. Na hata kama haujajiandaa kwa sadaka, utaweka mkono kwenye moyo wako tu ya kwamba moyo wako ni toleo, ni sadaka kwa Bwana, kwamba umetoa moyo wako, umetoa muda wako huu kwa ajili ya hao vijana wako. Sema tu, 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 sema tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru kwa ajili ya siku nyingine tena Baba. Tumeona ngwe nyingine tena ya pili Baba imetoboka hivi vyema. Sisi sio kwa ajili ya utaalamu wetu, sio kwa ajili ya utaalamu wetu, sio kwa ajili ya ubobezi wetu. Hatujabobea katika jambo lolote, bali ni ufanisi wa kimbingu ndio umetukuka hapa Baba. Majira haya tunaachilia sadaka zetu hizi ambazo ni maalumu, tukikamatia ufunuo huu uliopitisha katika semina hii Baba ya vijana hapa Mombo. Baba, pokea sifa na utukufu. Tunakamatia maarifa haya kwa njia ya sadaka, pamoja na wale wazazi ambao wanawakilisha vijana wao katika semina hii Baba. Wakumbuke Baba kwa yale mambo yaliyowaliza ya vijana wao, ya watoto wao wa kike na wa kiume Baba, wasilie tena katika semina hii, wafute machozi katika yale ambayo yamewaliza, yatolee suluhu kamili, yasahihishe Baba, yapate dawa yako, yapate mwarobaini kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Wazazi ambao wanawakilisha vijana wao, mambo yao ya ndoa hao vijana, mambo yao ya kazi hao vijana hayapo vizuri Baba wa mbinguni. Wengine wanatoa sadaka hii ikiwa mahusiano na vijana wao yameenda mrama, mahusiano yao yamekuwa mabaya, wanataka yaimarike mahusiano ya wazazi na vijana wao, mahusiano ya wazazi na watoto wa kike na wa kiume. Baba wa mbinguni, kafanye yote kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Tunafunga agano la ushindi kwa kupitia semina hii kwa njia ya sadaka hii tunayoiachilia siku ya leo. Ipokee Baba na uikubali, ipokee sadaka hii na uitakabali katika jina la Yesu. Na kama uliposema hazina ya mtu ilipo, ndipo na moyo wake unapokuwepo. Tunapotoa sadaka hizi Baba, tunakabidhi na mioyo yetu kwako.
katika jina la Yesu Kristo. Uipokee na mioyo yetu inayokutukuza kwa ajili ya maarifa haya Baba. Yamkini haya maarifa tungeyatafuta duniani, tungeambiwa kuna bei ya kiingilio, tungeambiwa kuna tozo, tungeambiwa kuna mchango wa hiyo semina, lakini tumeyapata kwako. Haya mazidi yale ya kidunia tumeyapata kwako bure. Tunayo kila sababu ya kusema asante. Pokea shukrani za mioyo yetu Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Karibuni tumtolee Mungu sadaka zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa upendo wa dhati kabisa na moyo wa shukrani, kabla sijailisha semina hii kwa siku nyingine ya pili ambayo Mungu ametujalia, nitoe shukrani za dhati kwenu vijana kwa mwitikio wenu ambao unaendelea kuwa mkubwa siku hadi siku, lakini pia nishukuru wazazi ambao mnatusindikiza na kulia pamoja na sisi katika mambo haya ya matengenezo ya vijana kwa njia ya mafundisho na maombi. Tunawashukuru wazazi wetu ambao mmetutakia mema na mmeungana na sisi. Asante kwa wageni wetu. Nimeona wageni kutoka makanisa mbalimbali ili kuonesha ya kwamba makanisa sio vyama, kwamba ni chama tawala na pinzani au kuna timu A na timu B. Makanisa tu moja. Mambo ambayo yanazungumzwa ndani ya semina hii ni mambo ambayo yanahusu mtu wa kanisa, kijana wa kanisa. Kwa tumeona mwitikio, tunabarikiwa sana. Niendelee kuwakaribisha sana kwenye mwendelezo wa semina hii ambao tutakuwa nao siku ya kesho ya Jumatano. Mnakumbuka mlisemaga 3, 2. Haleluya. Mnaona sasa, yani hizo 3 ilikuwa zinaisha kesho eti. Mnaonaje? Haleluya. Kwa hiyo mjue ya kwamba Mungu akituandalia vitu anajua kuna namna ambavyo ametuona. Kwa hiyo tunamshukuru, siku zinakimbia mpaka ajabu sana. Kesho ni 3. Kwa hiyo tukipiga jiwe la kesho tunabakiza jiwe la Ijumaa na Jumamosi. Haleluya. Tunabakiza la Ijumaa na Jumamosi. Semina yetu ni ya siku 5 tangu jana Jumatatu, leo Jumanne, kesho Jumatano, alafu tunaendelea nayo Alhamisi, tunaendelea nayo Ijumaa na Jumamosi. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisha, lakini pia alika na mwenzako. Mimi kwenye utumishi, miongoni mwa kitu ambacho nimekataa sana ni kuona kanisa na kanisa, huduma hii na huduma hii kwamba ni vyama pinzani. Haleluya. Hatuna Yesu aliyegawanyika. Kwa hiyo tukiitana, ujue ni Mungu ameachia ufunuo. Leo ataachia hapa, kesho ataachia kanisa lingine hapo. Ni kushikana kwa pamoja na kushirikiana kuumega ule mwili wa Kristo. Asanteni sana ndugu ambao tumeumega mwili wa Kristo pamoja. Kwa shukrani nyingine naomba nizipeleke kwa wenzetu ambao wamekuwa wabunifu. Nimeona kila leo wamebuni matangazo haya ya semina, wamerusha. Nimeona mpaka nyimbo sasa. Tuna nyimbo karibia albamu nzima tutaizindua inayohusiana na semina hii ya vijana. Kama mnavyosikia hapo, hata nyimbo hii ambayo tulikuwa tunapiga wakati wa sadaka hapo, kuna vijana wenzetu wamekaa wakabuni mpaka wametutengenezea vitu vya namna hiyo kwa ajili
ya semina yetu hii, kuonesha jinsi ambavyo watu walivyoipokea kwa moyo wa kuona hili ni la kwetu, kuona ya kwamba hili ni la Mungu kwa ajili yetu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana ndugu zetu wapendwa. Mungu awabariki vijana wenzangu. Tuendeleeni kusonga mbele. Siku ya kesho nayo pia ni siku, tuendelee kuiombea siku ya kesho kwa ajili ya kuendelea kupokea. Asante kwa shuhuda ambazo zinaendelea, tunaziona shuhuda zinazoendelea. Kuna watu tunashirikishana jinsi ambavyo Mungu anavyofanya tangu jana ile, katika siku ya kwanza ile ya kutolewa kwenye majangwa mbalimbali ambayo vijana tumepitia. Tumeona wenzetu wakishuhudia kwa siku ile ya kwanza tu kwa yale mema ambayo yanaendelea. Asanteni kwa wale ambao mnaendelea kushare jumbe hizo za semina, ninazipokea na Mungu aendelee kufanya zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wote kwa pamoja tufungue vinywa vyetu tumshukuru Mungu pamoja na kuilisha semina. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mapendo, tunakushukuru na tunaendelea kusema asante kwa ajili ya pendo lako lililotukuka Baba. Tunajua kuna wakati shughuli ambazo zinawakutanisha vijana na wazazi wao ni shughuli mbalimbali za kidunia, lakini imekuwa ni ajabu ya kwamba katika shughuli ya kiroho, shughuli ya kiimani, shughuli ya kimatengenezo Baba, matengenezo ya kimadhabahuni kwa njia ya semina hii ambayo ndani yake tunapata mafundisho ya neno la Mungu pamoja na maombi kwa kadiri ya ajenda ambazo unatupa kuziombea kama vijana. Tumeona kushikana na wazazi wetu. Tuna wazazi wetu tumeungana nao Baba, wengine wakitokea makanisa mbalimbali, lakini wamesikia mwito huu, wameitikia Baba. Asante kwa ajili ya mioyo hiyo ya kutuonesha ya kwamba makanisa sio chama tawala na vyama vya upinzani. Makanisa ni ya kwako Bwana, kwa kadiri ya jina tunaloliitia moja ya kwamba ni jina la Yesu Kristo. Asante hata kwa kutuvunjia huo mpaka, beria hiyo ya kuona ya kwamba tuenende kiudini. Sisi sio wa dini, sisi wote ni wa wewe Mungu mmoja, na ukituita kwa namna yoyote kwa kadiri ya vile ulivyotukusudia vema, tuko tayari kuitikia kama wenzetu ambao wameitikia kutoka makanisa mbali